Napenda pia kutambua na kutoa pongezi kwa kazi kubwa na nzuri inayofanywa na TAWLA, ambapo mmeendelea kuwa sauti ya wanawake na watoto waliokosa ulinzi wa kisheria, lakini pia mmechochea mabadiliko ya sheria kandamizi, mmefanya tafiti zenye mchango mkubwa katika sera na mmesaidia wanawake wengi, watoto na jamii kwa ujumla kupata elimu ya kisheria, ujasiri na uhuru wa kujitokeza kudai haki zao. Najua sisi ambao hatujasoma sheria tulikuwa na changamoto sana, tunajiuliza, mtu akikosa anaambiwa, hata akisema sijui sheria anaambiwa hiyo haijalishi umekosa kwa sababu hujui sheria. Si ndio mnasema kwa lugha ile nyingine nikisema huwa ina ladha fulani hivi? Yaani kutojua sheria haikupi hadhi ya kusamehewa au kutochukuliwa hatua kwa sababu ya kutojua sheria. Lakini sisi tukawa tunasema, lakini hawa si wanajua kwa Watanzania hawajui sheria. Sasa kwa nini wanasema hivyo wakati wanajua Watanzania hawajui sheria? Lakini sasa kuandishwa kwa taasisi kama hizi TAWLA, unaona tunakuja na mchango mkubwa wa kuziba hilo gap ya wananchi wasiojua sheria mbele ya vyombo vya sheria. Kwa hiyo mmekuwa na mchango mkubwa. Hawa watu wakija pale anasema mimi nilikuwa sijui nimefanya hili, lakini akija kwenu anapata elimu ambayo kwa kweli imekuwa ni ombwe kubwa la wananchi wengi kutojua sheria. Mmekuwa na mchango mkubwa sana kwa serikali, tunawapongeza sana kwa niaba ya Watanzania wengine. Kazi hii haiwezi kufumbiwa macho. Leo mmedhihirisha kwamba taasisi inayojengwa juu ya maono, mshikamano na uadilifu inaweza kudumu na kuleta mabadiliko ya kweli. Katika wakati huu ambapo taifa letu linaendelea kuhimiza usawa, haki katika usawa wa kijinsia na maendeleo jumuishi, na mchango wenu hauwezi kupuuzwa.